Nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo kadiri ya Injili ya Yohane sura ya 10 aya 10. Naomba usikilize mpaka mwisho ili ujue ujumbe wa masomo ya siku hii ya leo unataka nini katika maisha yako. Injili ya leo inatoka Mathayo sura ya 8 aya ile ya 5 hadi ya 17. Na katika hii Injili Bwana Yesu anafanya matukio matatu makubwa ambayo yatakugusa moyo wako nawe ujue namna ya kubarikiwa unaposoma maandiko matakatifu. Jambo la kwanza ni akida mmoja anamwendea Yesu na kumuomba amponye mtumishi wake, na kwa neno la Kristo mtumishi yule anapona. Jambo la pili, Bwana Yesu anaenda nyumbani kwa mkwewe Petro na anamponya mama mkwe aliyekuwa na homa. Na jambo la mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo anawapoza wengi waliokuwa na pepo na wanapata amani na furaha. Katika haya matukio yote matatu tunapata mafundisho manne makubwa katika hii Injili ya leo na tafakari ya leo. Jambo la kwanza ni kwamba neno la Mwenyezi Mungu linaweza kufanya maajabu katika maisha yetu. Tunafahamu kabisa mojawapo ya chanzo cha imani ni Biblia takatifu au neno la Mwenyezi Mungu. Maana imani yetu imejikita katika ahadi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuahidi mambo mengi sana katika maandiko matakatifu. Mojawapo ya ahadi pengine tunaipata katika kitabu kile cha Malaki, ile sura ya 3 aya ya 12 na kuendelea. Ni habari ya kumjaribu Mungu kwa kutoa zaka. Nasema nijaribuni kwa njia hiyo, muone kama sitayafungua madirisha ya mbinguni na kuwatirishia baraka tele. Ziko na ahadi nyingi sana, na ile ya kushika amri za Mwenyezi Mungu ili taifa lipewe malaika kumsindikiza huyu Mwisraeli apate ulinzi kati ya mataifa. Ndugu zangu, neno la Mwenyezi Mungu linaumba, lina nguvu ya kutekeleza upesi kile ambacho Mungu amelituma. Hata yeye mwenyewe anasema neno langu halianguki bure. Kama vile mvua inavyoanguka kutoka angani inachipusha mimea, ndivyo na neno la Mwenyezi Mungu halirudi bure. Jinsi alivyolitamka kupitia vitabu vitakatifu kwa namna pekee Biblia takatifu, basi ndivyo linavyokuwa katika maisha yetu. Kwa upande wetu tunapaswa kuliamini na kutekeleza yale ambayo limeagiza katika maisha yetu ili tupate hizo baraka. Wazo la pili ambalo tunalipata katika hii Injili ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Wokovu au ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya taifa moja tu, ni kwa ajili ya watu wote wanaomwamini Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu hazijawa restricted au hazijakamilishwa pengine kwa baadhi ya watu tu na wengine wakatengwa wakachwa pembeni. Ni kwa ajili ya watu wote wanaomwamini Mungu. Kwa hiyo tafsiri yake kama tunavyoona, huyu akida akiwa ni askari wa Roma, tena anaitwa centurion kwa lugha ya Kiingereza, lakini Kiswahili tunasema akida. Ni askari anayesimamia maaskari wengine 100 katika jeshi la Warumi. Yeye ni Mrumi, sio Mwisraeli, lakini anapata baraka hiyo ya uponyaji wa mtumishi wake. Ndivyo ilivyo basi ndugu zangu, Bwana Yesu anavyoshangaa imani ya huyu mtu wa mataifa, ndivyo anavyosema kwamba watu wa mataifa watapokea wokovu hata pengine kabla ya wale wengine ambao walionekana kuwa ni wafuasi wa Kristo au wana wa Mungu. Yesu anashangaa imani ya huyu mtu kwa sababu Waisraeli wenyewe walimkataa Yesu, walikataa kuyaamini maneno yake. Huyo akawa ni mfano kwao. Kwa ndugu zangu wapendwa, tusishangae kwamba katika ufalme wa mbinguni pengine watu ambao tutawakuta wakawa ni wale ambao hatukuwategemea. Watu ambao wanabarikiwa na Mwenyezi Mungu wakawa ni wale ambao hatukuwategemea. Mwenyezi Mungu anataka kila mtu anayemwamini ampatie baraka, ampatie wokovu wake. Lakini pia wazo la tatu, Bwana Yesu anawaponya wagonjwa na anafukuza nguvu ya yule mwovu kwa kuwatoa pepo. Hilo pia linatufundisha kwamba nguvu ya Kristo inaweza kutuponya. Nguvu ya Kristo ipo katika maradhi yetu. Nguvu ya Kristo ipo katika vitishio au matishio ya yule mwovu. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna haja ya kuhangaika na kutangatanga kiimani. Wapo baadhi ya watu ambao ni wa Kristo na wanaosemekana wanamwamini Kristo, lakini hapo hapo wakipata shida wanakimbilia pengine kwa mganga wa kienyeji. Nimekutana na wamama wawili ambao wanapanda bodaboda, na katika safari yao hiyo kabla ya kwenda kwa mganga walimuomba Mungu ili waende salama na warudi salama. Sasa unaona, huu ni mchanganyiko ambao haueleweki. Ni watu ambao wanamwamini Mungu, wanaamini katika nguvu ya Mungu, lakini watangatanga kiimani kwenda kutafuta msaada au uponyaji
kutoka kwa waganga kienyeji. Ndugu zangu wapendwa, imani yetu inapaswa kuwa ni imani ambayo iko focused, ambayo iko centered, ambayo inaimwelekea Mungu, kwa sababu Mungu ana mamlaka dhidi ya maradhi, ana mamlaka dhidi ya nguvu ya yule muovu. Aliweza kuwaponya wagonjwa kadiri ya injili ya leo, lakini pia aliweza kuwafukuza pepo. Anaendelea kufanya hivyo hata na leo katika maisha yetu. Lakini pia wazo la 4 na la mwisho naliona kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anafanya hii miujiza kuonyesha kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu hakai mbali na matatizo yetu. Mwenyezi Mungu yupo karibu na mahangaiko yetu sisi kama binadamu. Na hivi tuwe na imani kwamba yale ambayo tunayapitia Mungu anayaona, Mungu yupo. Wapo watu ambao wanaishia kukata tamaa na wanafikiri pengine Mungu amewaacha wanapopitia matatizo mbalimbali. Lakini bado tunapaswa kuendelea kubaki na imani kwamba Mungu wetu hatatuacha. Huyu aliyetuumba hatatuacha tuangamie. Huyu aliyekubali tuzaliwe tuwepo katika ulimwengu huu hatatuacha tunapopitia changamoto mbalimbali. Na hivi imani yetu jikite kwake na tuhakikishe kwamba hatutangitanji katika imani. Haya mafundisho 4 yanatawala theme au pengine ujumbe wa masomo ya siku hii ya leo, na kwa namna pekee hiyo Injili ya Mathayo sura ile ya 8 aya 5 hadi ya 17. Nimwambie wazo la kwanza, neno la Mwenyezi Mungu lina nguvu. Kwa hiyo mara nyingine unaposoma Biblia takatifu, hakikisha kwamba unaamini kile ambacho unakisoma, na kama kuna kazi ambayo Mungu anataka uifanye kupitia lile neno, basi ifanye, kwa sababu kuna baraka ambazo zitafuata baada ya hapo. Lakini pia jambo la pili, ufalme wa Mungu na baraka za Mungu na wokovu wa Mungu ni kwa ajili ya watu wote wanaomwamini. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatamani kupata baraka za Mungu, basi akisoma Biblia, akafuata mafundisho yaliyomo kule na ya amri za Mwenyezi Mungu, basi baraka hizo hazitamwacha. Haimaanishi kwamba lazima awe ni Mkristo, pengine anaweza kuwa ni Muislamu, anaweza kuwa ni mtu yote ambaye asiamini, lakini kama ameamini lile neno alilolisoma, basi lile neno litambariki. Jambo la tatu, hakuna haja kutangatanga katika imani, hasa pale ambapo tunakuwa na maradhi na pale ambapo tunaingia katika shida mbalimbali. Mungu yupo, wacha kujizima data. Mungu yupo, anahangaika na maisha yetu. Yeye aliyetuumba hatatuacha tuangamie. Na jambo la mwisho ni hilo kwamba Bwana Yesu amekuja ili tuwe na uzima, na amekuja kutuletea wokovu sisi sote. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anapaswa kuogopa au kuwa na mashaka na nguvu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amekuja kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutukomboa sisi, na kazi anayoifanya anaendelea kuifanya hata na leo. Hivyo kama kuna mtu yeyote ambaye ana changamoto yote ya maisha, amtegemee Yesu. Mwambie Yesu shida zako. Nenda katika ibada ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sali, ongeza bidii katika sala, ongeza bidii katika mfungo, ongeza bidii katika kutoa sadaka, ongeza bidii katika kutekeleza yale ambayo Mungu anataka. Basi ukifanya hivyo, zile ahadi ambazo zimeahidiwa zitakuwa pia za kwako, na wokovu ambao umeahidiwa kupitia maandiko matakatifu utakuwa pia ni wokovu wako. Kwa hiyo ndugu zangu, wakati mwingine tunaposoma maandiko ya matakatifu, imani ni kitu cha msingi zaidi, kwamba kile ambacho Mungu amekisema lazima kitatendeka. Basi ninapohitimisha hivi, nipende kuchukua nafasi hii kutakia wakati mwema, na neno la Mwenyezi Mungu liendelee kuwa ni nguvu yako, uponyaji wako, lakini pia wokovu wako. Usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea habari moto zinazokujia siku za usoni. Naomba uache katika comments hapo chini, unafikiri faida nyingine ya kusoma neno la Mwenyezi Mungu ni ipi? Je, ulisoma neno la Mwenyezi Mungu na kuliacha bila kuliishi? Je, kutaleta baraka katika maisha yako? Naomba tujadili pamoja neno la Mwenyezi Mungu siku hii ya leo ili tuweze kuboresha maisha yetu ya kiroho. Nakutakia wakati mwema. Kwaheri. Kubariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.